Yes, mtazamaji wa channel ya Biomedia, ni kukaribisha kwa moyo mkunjufu kabisa. Karibu sana, tuangazie yale makubwa kabisa ya kihabari ambayo katika ulimwengu burudani yameweza kumeka headlines, ndio. Jina langu ni Official Rose, nitakukumbusha kushare, kusubscribe pamoja na like. Leo tunaangazia story kubwa kabisa ambako Mwijaku akosoa vikali kauli za Dudubaya baada ya kutoa siri nzito kuhusu afya Mkubwa Fella. Mambo yamekaaje katika hili? Basi unaambatana na mimi mpaka tamati, ambako ni mwigizaji lakini pia mtangazaji maarufu kabisa nchini Tanzania ambaye ni Mwijaku anaibua mjadala mkubwa sana mara tu baada ya kuonyesha kuchukizwa kwake na kauli ambazo zimetolewa na msanii Dudubaya kuhusiana na hali ya kiafya ya Mkubwa Fella. Kauli hizo zimetajwa na wengi kuwa nzito, ambazo si za utu na zisizo zingatia misingi ya maadili katika jamii, hasa ikizingatiwa mazingira nyeti ambayo anayapitia Mkubwa Fella kwa sasa. Akizungumza kupitia jukwaa la habari, Mwijaku kueleza kuweka wazi kuwa alisikitishwa sana na matamshi ya Dudubaya ambayo yaliweza kutolewa wakati wa mahojiano na chombo kimoja wapo cha habari nchini Tanzania. Na kwa mujibu wa Mwijaku, si sahihi kwa msanii au mtu yeyote kutumia majukwaa ya umma kutoa kauli ambazo zinadhalilisha au kufurahia mateso ya mwenzake, hasa pale ambako yanahusu afya na uhai wa mtu. Kauli ambazo zilizua mjadala huo zilitolewa na Dudubaya alipokuwa akizungumzia hali ya Mkubwa Fella, ambapo alinukuliwa akisema hakuna msanii anayeweza kumsaidia kwa sasa kwa madai kuwa aliwaibia wasanii wengi na kuwapoteza kwenye ramani ya muziki. Aidha, aliweza kuongeza kuwa hata kama angesikia Mkubwa Fella amefariki dunia, asingehudhuria mazishi yake. Maneno hayo yaliweza kusambaa kwa kasi sana mitandaoni na kuzua hisia mseto miongoni mwa wadau wa sanaa pamoja na mashabiki. Mwijaku alieleza pia kuwa tofauti za kikazi au migogoro ya zamani haiwezi kuwa sababu ya kufikia hatua ya kutamka maneno ambayo yanadharau maisha ya binadamu mwenzake, lakini pia anasisitiza kuwa afya ni jambo nyeti na kila mtu anaweza kujikuta katika hali kama hiyo bila kutarajia. Hivyo basi, kauli kama hizo zinapaswa kuepukwa kabisa. Lakini katika maelezo yake, Mwijaku aliwataka wasanii na watu maarufu kutumia majukwaa yao kuhimiza utu, mshikamano na huruma badala ya chuki pamoja na visasi. Aliweza pia kusema kwamba umaarufu unaambatana na wajibu mkubwa wa kijamii na kila neno linalotamkwa linaweza kuathiri hisia za wengi, wakiwemo familia na wapendwa wa mtu ambaye anazungumziwa. Mtazamaji wa Biomedia, mjadala huu unaendelea kupamba moto katika mitandao ya kijamii, huku baadhi ya watu wakimkosoa Dudubaya kwa ukali wa maneno yake, wakisema kwamba kauli zake hazikumwakilisha kama msanii na zinaharibu taswira ya tasnia ya burudani. Lakini pia wengine wamejaribu kuangalia kauli hizo kama hisia binafsi ambazo zilitokana na maumivu ya zamani, ingawa bado hawajaona kuwa ni sahihi kuzitoa hadharani. Hadi sasa Dudubaya bado hajaweka wazi msimamo wake kiukweli mpya au kutoa ufafanuzi kuhusu maneno yake, huku Mkubwa Fella akiendelea kupatiwa matibabu. Tukio hilo, mtazamaji, linaibua mjadala mpana sana kuhusu mipaka ya uhuru wa kujieleza, maadili ya wasanii na umuhimu wa kuzingatia utu wa binadamu katika nyakati za changamoto. Una maoni gani? Unalipi la kumshauri pengine Dudubaya kama wewe ambao unatazama na kufuatilia Biomedia? Maoni yako mimi nitaendelea kuyapitia utakapoyachapisha kupitia comment section. Uwe na wakati mwema.